Leo hii tunakwenda kutoa mikopo ya vikundi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.761 kutoka halmashauri za jiji la Tanga, halmashauri ya Lushoto, halmashauri ya mji wa Korogwe, halmashauri ya wilaya ya Korogwe na halmashauri ya wilaya ya Pangani. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake 155, vikundi vya vijana 71 na vikundi vya wenye ulemavu 19 na kutengeneza ajira zipatazo 1715. Naomba niwapongeze tena kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kutoa mikopo hii kwa makundi yaliyobainishwa ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hii ni sehemu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi pamoja na wananchi mlioko hapa, ya utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 kuhakikisha kwamba tunatoa mikopo kwa vijana, mikopo kwa wanawake, mikopo kwa watu wenye ulemavu. Niwapongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga na sekretarieti yako ya mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na CMT zao kwa kazi hii nzuri ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kazi yetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kutekeleza maelekezo tunayopewa na viongozi wetu wakuu. Nikupongeze kwa kuliona hili na kulifanya jambo la kimkoa, na hili litanipelekea mimi kuelekeza na kuwaomba wakuu wa mikoa wengine walichukulie swala hili, tuje tuone mkutano ama mikutano kama hii ya kukabidhi hundi kwa wale wananchi wenye vikundi ambavyo vimepata sifa ya kupata mikopo hii. Tunajua shughuli hii ni ufuatiliaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo ndani ya siku 100 tangu ameteuliwa kwa rais, kuna mambo ambayo ameahidi. Mojawapo ni hii ya mikopo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na hapa Tanga jiji utakabidhi hundi ya bilioni 2. Makofi kwa Tanga jiji, bilioni 2, ambapo kutakuwa na vikundi 137 na wanufaika ni 686. Tumebahatika mara ya kwanza kuomba mkopo wa halmashauri milioni 17. Tumechukua bajaji 2 ambazo hizi mnazoziona, na awamu ya pili tumeomba milioni 22. Tumebahatika tena kuchukua bajaji 2. Kwa hiyo watu wawili wenye ulemavu wanamiliki bajaji 4. Sasa hivi tunaitwa mabosi, tumeajiri watu 4, vijana 4, madereva. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha